ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tukiendelea na kitabu cha Fiqh Sunna, tupo katika mambo ya hija na tupo katika mlango unaozungumzia hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tumefika katika kipengele aliposema mwenye kitabu kwamba hutuba za sunna ziko 4. Ziko 4 hutuba za sunna. Kasema hutuba ya kwanza tulisoma ni ile inayohutubiwa siku ya Arafa, lakini ya pili kama tunakumbuka ilikuwa ni hutuba ya siku ya 7, yani mwezi 7 katika Dhulhijja, ambayo hii inahutubiwa pale katika Kaaba baada ya swala ya dhuhuri. Lakini tulisoma pia hutuba ya 3, hii inahutubiwa siku ile ya kuchinja. Na leo tunaondokea warabia, hutuba ya 4, yauma an-nafar al-awwal, inahutubiwa ile siku ya kuchawanyika ya mwanzo. Yauma an-nafar al-awwal, siku ya kuchawanyika ya mwanzo. Kwa hadithi, na katika hadithi imekuja sunanun wa adab, au fil hadithi, katika hadithi hii tulioisoma hapa nyuma, ambao hadithi ndefu inazungumzia hija Mtume, ndani ya hadithi hile sunanun, kuna sunna nyingi sana ambazo zinaonyeshwa, wa adabu, na pia kuna adabu nyingi za hija. Minha, miongoni mwa sunna hizo na adabu hizo, kwanza an yaj'ala adh-dhihab ila al-mawqifi, anatakiwa an yaj'ala adh-dhihab, awe yule mwendaji ila al-mawqifi, anayekwenda pale katika sehemu ya kisimamo Arafa, yani lazima sunna inamtaka yeye inda firaghihi min as-salatayn, iwe baada ya kumaliza kuswali swala mbili. Tuliona kwamba pale Arafa watu wanaingia baada ya kuswali swala, baada ya jua kupinduka, kwa maana dhuhuri na alasiri zinaswaliwa kwa pamoja, tunachanganya. Kwa hiyo adabu ya kwanza, inatakiwa mtu anayekwenda pale Arafa basi aingie pale baada ya kusha kuswali swala mbili, yani adhuhuri na alasiri, kwa kuzichanganya pamoja, ndio unaingia. Alafu pia wa an yakifa fi Arafati, lazima asimame kwenye viwanja vya Arafa, asije akafikia nje ya sehemu ya Arafa. Hizo ni katika tena rakiban afdal, akienda pale katika hali ya kuwa amepanda mnyama ni bora zaidi, afikie kwenye viwanja vya Arafa, asije akakaa nje ya Arafa. Wa an yakifa inda sakharati, na pia asimame pale mbele ya yale mawe au majabali. Tuliona Mtume alisimama kwenye majabali pale, kuna dua pale, kunaomba. Inda mawqifi, pale sehemu ya kusimamia au ya kufikia Arafa. Inda mawqifi nabii, yani kwenye ile sehemu ambayo alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe ni sunna ukasimame pale, au kariban min, au simame sehemu karibu na sehemu ile aliyosimama. Lakini pia jingine linalopatikana kwenye hadithi, wa an yakifa mustaqbil al-qibla, asimame pale kwenye msakharati akiwa ameelekea kibla. Wa an yabqa fil mawqifi, na abakie pale katika kisimamo cha Arafa hatta taghrub ash-shamsu, mpaka jua lizame mwezi 9. Hayo tumeona ile hadithi nikwambia, tumealikaa pale mpaka jua lilipozama, inda ghurubi shams, mpaka jua, hata taghrub shams, mpaka jua lizame.
Wayakunu fi wukufihi, na anatakiwa awe katika usimamaji wake pale Arafa, da'iyan lillahi azza wa jalla, awe ni mwenye kumuomba Allah mwenye nguvu aliyetukuka. Tena rafi'an yadaihi, anyanyue mikono yake ila sadrihi, mpaka kifuani kwake, aombe mikono yenyewe mpaka kifuani. Wa an yadfa ba'da tahaqquqi ghurubi shamsi, wa an yadfa, na aondoke pale Arafa mwezi 9 baada tahaqquqi ghurubi shamsi, baada ya kuhakikika uzamaji wa jua. Hakikisha jua limezama mwezi 9 ndio unaondoka Arafa. Safari hiyo ukiondoka wapi? Unaenda Muzdalifa Naam. Hakikisha jua limezama ndio unaondoka pale, lakini huswali magharibi pale. Tena uondoke pale bisakina, uondoke kwa upole kabisa. Wa yaamuru nasa biha, na pia awaamrishe watu kufanya kuondoka kwa upole. In kana mutaan, ikiwa yeye ni kiongozi anatii, basi wale anaoongoza pia waambie jamani, tuondokeni kwa utulivu. Fa idha ata al-Muzdalifa, akifika Muzdalifa usiku ule wa mwezi 9 wa mwezi 10 tena na kuamkia mwezi 10, akifika Muzdalifa nazala pale, inabidi ashuke alale pale siku ile mwezi 9, wanalalia pale. Wa salla al-maghrib al-isha, na anasali magharibi na isha pale Muzdalifa, anazichanganya nazo. Aliondoka Arafa tayari magharibi jua limezama, lakini haswali pale, anakwenda kuswalia magharibi katika sehemu za Muzdalifa, anaswali magharibi na isha pa jama'an, anazichanganya bi adhanin wahidin, wa adhana moja, wa ikamataini, na ikama mbili. Maana yake utaadhini tu mara moja, lakini kukimu kila sala umekimu. Duna an yatatawwa bainahuma shay'an, basi na kuswali sunna baina ya swala mbili hizo chochote, hakuna kuamlia wala baadia. Fika unaadhini usali magharibi, na pakishadhiniwa hakuna kablia magharibi, swali magharibi, na ukimaza swali magharibi hakuna baadia, unakimu unaswali isha. Duna an yatatawwa, basi na kuswali sunna bainahuma, kati ya sala mbili hizo, shay'an, kuswali sunna yote mina salawati, katika sala. Wa hadha aljamu, na huu uchanganyaji wa sala pale Muzdalifa, muttafaqun alayhi, jambo hilo wameafikiana baina ulamai, kati ya wanazuoni wote wanakubaliana kwamba pale Muzdalifa unatakiwa uchanganye sala. Wa innama, lakini si vinginevyo, ikhtalafu fi sababihi, maulama wamekuja kutafautiana katika kutaja sababu inawapelekea kule Arafa wamechanganya dhuhur na asiri, na Muzdalifa wanachanganya. Sababu ya kuchanganya ni nini? Hiyo sababu ndio wamekhtalifiana. Fakila, wapo ambao inasemekana wanasema innahu nuskun, wengine wanasema kwamba kule kuchanganya sala pale Arafa dhuhur na asiri na magharibi na isha kule Muzdalifa ni nusku, ni ibada katika ibada za hija kwa siku ile, ni katika nusuki la haji, yani ni katika ibada za hija pia, kwamba hija ndio inakutaka uchanganye, kama si hija uchanganye. Kwa wengine wakasema sababu ni ile hija, kwamba ni miongoni mwa ibada, ni nusuku ile. Wakila, na imasemekana wengine wakasema ile kuchanganya sala sio kama ni ibada katika ibada za hija, bali li annahum musafiruna. Wengine wakasema sababu ya kuchanganya ni wasafiri, wale ni safari, kwamba watu wametoka huko walikotoka, ni wasafiri, kwa wanachanganya kwa sababu ya safari. Ai safar, yani ni kwa sababu ya usafiri. Huwa al-illa, ndiyo sababu limashru'iyyati al-jam'i, iliyowekewa sheria ya kuchanganya sala. Wa minas sunani, na miongoni mwa sunna vile vile zinazopatikana kwenye hadithi tuliyoisoma, almabitu bi Muzdalifa, kulala Muzdalifa siku ile ya mwezi 9 kuamkia 10. Umetoka kule Arafa jioni baada ya jua kuzama, unakwenda kuswalia Muzdalifa magharibi na isha, unalala Muzdalifa siku ile. Wa huwa mujammarun ala annahu nusuk, hii ya kulala Muzdalifa wamekubaliana maulama wote kwamba hii ni miongoni mwa nusuki, yani ni ibada katika ibada za hija. Wa innama ikhtalafu, ndio, lakini wamekuja kukhtalifiana maulama fi kaunihi, katika kuwa kwake, ai almabitu, yani huko kulala pale Muzdalifa, je wajiban au sunna? Hapo ndio ikhtilafu.
lakini wote wamekubaliana kwamba kulala Muzdalifa usiku wa mwezi 9 kuamkia mwezi 10 ni ibada katika ibada za hija. Sasa je, ni sunna, ni wajibu? Hapo ndio kuna khilafu. Wa mina sunna, na miongoni mwa sunna vile vile zipatikanazo kwenye hadithi iliyoisoma, ayusalli as-subhu, kwamba mtu anatakiwa ayusalli as-subhu, aswali mtu asubuhi fil Muzdalifa, pale Muzdalifa. Maana yake unalala pale Muzdalifa siku ile mwezi 9 kuamkia 10, unaswalia magharibi pale na isha unachanganya, unalala pale na asubuhi tayari mwezi 10 inaswaliwa pale Muzdalifa. Sawa? Thumma yadfa anha, kisha ataondoka Muzdalifa baada dhalika, baada ya kuswali asubuhi. Fayati al-mash'ar al-haram, atakuja katika sehemu inaitwa mash'ar al-haram mwezi 10 sasa hivi. Toka Muzdalifa anakuja pale mash'ar al-harami. Akifika mash'ar al-harami, fayakifu bihi, atasimama pale mash'ar al-haram kidogo, wayadu, na pale kisimamo chake atakuwa anaomba dua. Tena unaomba dua gani utajua mwenyewe, hakuna dua maalumu kwamba ni hii. Sawa? Kwenda ukiomba kheri utajua wewe. Walukufu indahu min almanasiki, na huku kitendo cha kusimama pale inda mash'ar alharam, yani indahu, yani kwenye mash'ar alharami, hii vile vile min almanasiki, ni katika ibada ya hija. Kwa unatakiwa usimame pale mash'ar alharam uombe kwanza, ni katika nusuki vile vile. Thumma yadfa'u minhu, kisha ataondoka pale kwenye mash'ar alharami inda isfari alfajri, baada au pale inapopambazuka alfajiri. Tena isfaran baligha, upambazukaji uliokuwa mkubwa. Yani uliposwali alfajiri Muzdalifa, baada ya kuswali unaondoka Muzdalifa unakwenda mash'ar alharam, unasimama pale. Tukisema kusema sio lazima dede, manake unasimama katika safari yako, unamuomba Allah pale. Ukishamuomba Allah pale mpaka unasubiri pale mpaka kupambazuke sana mwezi 10 huo. Sio wawapi, lakini utajua wewe wawapi huko 10 yenyewe. Kukishapambazuka mwezi 10, fayati batna muhassari, atakuja kwenye bonde linaitwa Muhassari, bonde la majuto. Hili limeitwa bonde Muhassari kwa sababu ni sehemu ambayo pale walipopigwa mawe ashabul fil. Utakuja kwenye batni Muhassari. Ikifika mtu pale, akifika fayusra'u sayru fihi, akimbilie aharakishe mwendo katika bonde lile. Mtume alipofika pale aliharakisha kidogo, lipita haraka haraka. Kwa na wewe ukifika pale kwenye bonde lile unataka upite kwa mbio kidogo, harakishe mwendo wako. Kwa nini? Li'annahu mahallu ghadabullah, kwa sababu batni al-Muhassari ni sehemu ya ghadhab za Allah, kwa sababu aliwaghadhibikia wale Abraha walipokwenda kuvunja Kaaba pale, ndio aliwaadhibu, walipigwa pale ile. Fa arsala alaihim tayran ababila tarmi bihijaratin, ilikuwa ni katika batni al-Muhassari. Ni sehemu ya ghadhabu ya Allah, kwamba Allah alishusha ghadhabu yake, na inavyotakiwa pahala ambapo Allah shusha ghadhabu, wewe ukipita usipite kidogo kidogo, pita nduki, vijana wanasema. Kwa hiyo pale utakao uharakisha mwendo, kwa sababu ni sehemu ya ghadhabullah fihi. Ala ashabil fil, aliwaghadhibikia watu wa tembo. Kwa hiyo fala yambaghi al-anatu fihi, haitakikani kuringaringa pale, kusubiri unapita kwanza unasimama. Hakuna kusubiri pale, tita nduki tu. Wala al-baqa fihi, wala haitakikani kubakia pale upite uende zako. Fa idha ata al-jamra, kwa hiyo safari hiyo wapi sasa? Safari hiyo walipotoka mash'ar al-haram wanapita katika wadi Musahhar, batni Musahhari. Safari hii watu wanakwenda kwenye jamarati, kupiga jamarati. Mwezi 10 huo ndio unapiga jamarati, kumekucha mchana wake asubuhi, Kwa hiyo hapo anasema fa idha ata al-jamra, akifika kwenye jamratu, wa hiya jamratul aqaba, nile jamratul aqaba, nazala,
atashuka bibatnil wadi, kule kwenye tumbo la bonde la lile bonde, batnil wadi kule katikati ya bonde kule, anashukia kule. Waramaha, alafu analirembea hilo jamratul aqaba bisabi hasayati, kwa vijiwe 7. Unaporembea unakalia kule bondeni, alafu ndio unarushia hivi. Sawa jamani? Kullu hasatin, na kila kijiwe, kahabatil baqala'i, ni kama nafaka ya harage. Albaqala, kama harage vile, ai full, yani full maharage. Usitafute bonge la jiwe sema hapa nampiga ibilisi nataka nimtoe meno. Kujapiga watu bure. Hii jiwe kidogo tu kama vile harage tu, na ukota hivyo unarusha. Ai full, kama full vile, kama harage. Tena yukabbiru ma kulli hasatin, anatoa takbira pamoja na kila kijiwe. Kila kijiwe unarusha na takbira, Allahu akbar. Thumma yansarifu, kisha ataondoka hapo kwenye jamratul aqaba. Baada dhalika, baada ya hapo wapi? Ila nahari, anakwenda kuchinja. Maana yake anakwenda Mina, ndio kuna kuchinja. Tatoka pale kwenye jamratul aqaba, baada ya kurembea jamra, anakwenda nahari, anakwenda kuchinja. Fayanharu, akifika kule kwenye kuchinja atachinja. Mina hiyo anachinja. Lakini leo huchinji wewe, sio kama wanakwenda watu, sina uhakika. Watu wanachinjiwa na zile taasisi za yule muhusika mkuu wa ile taasisi, ndio wanakwenda kule kuhakikisha kwamba watu wake wafanyaje, wamechinjiwa. Kwa hiyo atachinja inkana indahu hadiyun, kama alikuwa naye mnyama wa kuchinja, atachinja pale katika seminari. Akishachinja, thumma yahliku, kisha atatakiwa kunyoa nywele zake, baada naharihi, baada ya kuchinja kwake. Kisha kuchinja ndio unanyoa au kupunguza. Thumma yarji ila Makkah, kisha akishanyoa atarudi Makkah. Tarudi Makkah. Akifika Makkah anafanyaje? Fayatufu tawafu al-ifadha, anakwenda kutufu tawafu al-ifadha inaita. Pale mwanzo alitufu tawafu al-qudumi, ile ya mwanzo ya kufikia. Hii tawafu al-ifadha ambayo ukitufu hii ifadha, sasa unahalalikiwa na mambo yote yale ambayo yalikuwa haramu kwako, yameharamishwa na ihram. Ukifanya tawafu al-ifadha, basi tena shahalalikiwa. Hata kama ulichukua mke wako, mnaweza kwenda mjini kwenda mkatembea, majazi hiyo, lakini kutembea kwenye kusudio. Tawafu al-ifadha wa huwa alladhi, na hiyo ndiyo tawafu ambayo yukalu lahu tawafu ziyara, inaitwa tawafu ya kutembea, tawafu ziyara. Wa min ba'dihi, na baada ya tawafu hiyo, kishatufu hiyo, yahillu lahu, atahalalikiwa huyo aliyefanya tawafu al-ifadha, kullama ma hurrima alayhi, kila ambacho kiliharamishwa kwake bil ihrami, kwa sababu ya ihram yake, kitahalalika sasa. Hatta wata'un nisa, mpaka kufanya wat'i na wanawake. Hiyo lugha naona imefanywa tafsida, lakini pia ukiifasiri bado itakuwa tafsida hakuna. Wata'in nisa, kukanyaga, mpaka kukanyaga kina mama inahalalika. Maana ile haramika kukanyaga, tufahamiane majazi. Lugha ya vijana hiyo wanaitumia sana, kukanyaga. Wewe vipi unakaa nyagwa nini? Kuna mji unaitwa nyagwa au sio? Kwa inahalalika mpaka hilo. Watu wakishafanya tawafu al-ifadha, yale ambayo yalikuharamikia pale, sasa tayari na kwa ushafungua ihram yako, yahalalika mpaka kama mtu alikwenda na mke wake, wanaweza kujamiiana. Wa amma idha rama al-jamrat al-aqaba, ama akirembea jamrat al-aqaba tu, wa lam yatufu hadha at-tawaf, akawa hajatufu tawafu hii, fa innahu yahillu lahu kulli shay, atahalalikiwa na kila kitu, ma ada nisa, lakini mwanamke hajamhalalikia tawafu. Kama ulifanya kupiga jamrat al-aqaba
Ukitoka pale ndio unakwenda kule kufanya tawafu. Sasa ulifiga jamara, lakini hujenda kufanya tawafu ifadha, hapa utahalalikiwa na mengine yote, lakini jambo la kujamiana hili itakuwa bado, itakuwa hadi halali. Hadha huwa hadi Rasulillah sallallahu, huu ndio uongozi wa mtume sallama fi hijjihi, katika hija yake alihiji. Walati bihi, na atakayekuja pale kwenye hija, muqtadim bihi, anatakiwa ajigeze kwake mtume sallallahu, afanye iktida ya kumfuata mtume alivyohiji mtume, ndio ukiji wewe sallallahu alaihi wasallam. Wa mumtathilun liqaulihi, na anatakiwa anayekwenda pale aifuate kauli yake mtume isemayo khudhu anni manasikakum, igeni kwangu ibada zenu. Khudhu anni manasikakum, igeni kwangu ibada zenu. Aifuate kauli, maana yake uhiji kama alivyofanya mtume. Wa hajjuhu sahihun, na hija yake mtume ni sahihi kabisa, au huyu atakayeiga hija mtume itakuwa sahihi hija yake. Wa ilayka tafsilun hadhihi al-amali, na nakuletea wewe ufafanuzi wa haya matendo. Wa ilaika, nakuletea wewe tafsilu, ufafanuzi hadhihi al-amali, ya matendo haya. Wa bayani arai ulamai, na kuweka wazi miono au misimamo ya wanavyuoni. Wa madhhabi kulli minhum, na pia madhehebu ya kila mmoja katika wanavyuoni. Fi kulli amalin, katika kila tendo. Min amali al-haji, miongoni mwa matendo ya hija. Ufafanuzi uko hivi. Kwanza al-mawaqit, utakapohiji lazima kwanza kuna kitu kinaitwa miqat. Hija ina miqati, tena miqati zote mbili, makania na zamania. Ina miqati zamani na miqati al-makania. Al-mawaqit, al-mawaqiti jamu miqat. Neno mawaqiti ni plural ya neno miqati. Miqati ndiyo singular mnaita, mawaqiti ndiyo jamu yake. Kama waidi, kama neno mawaidi ni jamu nayo ya neno gani? Mi'at. Wa hiya mawaqitun zamania, na hapa pakusudiwa mikati ya muda, nyakati za muda. Zamani ni muda, hija ina nyakati zamania za muda, za wakati. Wa mawakiti makania, na vile vile nyakati za sehemu makania. Kuna mawakiti zamania na mawakiti makania. Kuna nyakati za kimuda na kuna nyakati za kisehemu. Hija inatufuata zote hizo, kwamba kuna nyakati ya kimuda. Huwezi kuhiji siku yoyote, lazima kuna muda maalumu ukahiji. Huwezi kwenda leo hii hapa tulipo sasa hivi ukaenda Maka ukasema nafanya hija. Itakuwa umekosea mikati zamania, sio zamani alhaji. Sawa Kama vile ambapo huwezi ukaswali swala asubuhi saa hizi, japo wengine waswali utawakuta wanakuwa na kunuti saa hizi, lakini kikawaida huwezi kufanya ibada mpaka ule zamani yake, muda wake ufike. Kwa hiyo hija ina mikati za mawakiti zamania wa mawakiti makania. Almawakiti zamania, nyakati za kimuda, hiya alawqatu allati, ni nyakati ambazo la yasihu shay'un, hakisihi chochote, min a'mali alhaji, katika matendo ya hija, illa fiha, isipokuwa kifanywa kwenye muda huo. Kikifanywa nje ya muda huo, maana kimefanywa nje ya mikati zamania, basi hakitasihi, hija yako itakuwa si sahihi. Wakad bayyanaha Allahu, na amebainisha Allah huo muda wenyewe Taala mtukufu, kaulihi, katika kauli yake amesema, yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza Muhammad kuhusiana na hali ya mwezi mchanga. Kwa nini mara unakuwa mwembamba, mara unakuwa unazidi, mara unakuwa duara zima, halafu unarejea tena, inakuwaje? Kulu akasema, waambie hiya mawaqitu linnas, kwamba ule mwezi umewekwa kwa ajili ya watu kujua nyakati, wajue muda. Wakiangalia tu wanajua huu mwezi itakuwa mwezi fulani sasa.
na ni wakati wa nini. Wal hajj, na kujua hija zao kwamba mfunguo ngapi jua tayari hija hiyo. Wakala pia akasema al hajj ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalumu. Ashhurun ma'lumati, ina miezi maalumu. Hija inatakiwa ihijiwe kwenye miezi hiyo, manake ukihiji nje ya miezi hiyo hija yako itakuwa si sahihi, kwa sababu utakuwa umekosea mikati zamania. Yani waqtun a'mali al-haji, yani wakati wa matendo ya hija. Ashhurun ma'lumatu, ni miezi maalumu. Wal ulamau mujammauna, na wanawavuoni wanakubaliana wote, ala anna almuradu, ya kwamba makusudio bi ashhari alhaji, ya miezi ya hija ni Shawwali, ni mwezi wa mfunguo mosi, wa Dhulqaada, na mfunguo pili. Halafu wakhtalafu fi dhilhijja, wamekuja kutafautiana kwenye huu mfunguo tatu, kwamba nao waingia wote au nusu. Kwenye mfunguo mosi na mfunguo pili wote mujamma wamekubaliana. Ikhtilafu imekuja fi dhilhijja, hal huwa bikamalihi, wote wanakuba kwamba nao waingia, lakini je, unaingia wote? Min ashhurul hajji, katika ni miongoni mwa miezi ya hija wote nao unaingia, au ashhuru minhu, au ni siku 10 tu za ule mwezi wa mfunguo tatu, kwa maana ni mfunguo mosi na pili na siku 10 za mfunguo tatu basi. Fadhahaba ibn Umar, amekwenda kusema sahaba Abdullah ibn Umar wa ibn Abbas ibn Abbas wa ibn Mas'ud wal Ahnafi, na watu wa Kihanafi wa Shafi'i, na watu wa Kishafi wa Ahmad pia, ila thani, wao wamekwenda kusema hii kauli ya pili. Kauli ya pili ni nini? Kwamba ni mfunguo mosi na mfunguo pili na siku 10 hizi za mwanzo wa mfunguo tatu, basi ndio ashhurul hajj. Kwa maana ukihirimia katika miezi hiyo, katika maeneo hayo, vijana wasema kwenye mitaa hiyo, basi hija yako itakuwa sawa. Ukihirimia nje ya hapo, kwa mujibu wa hawa, manake hija yako itakuwa si sahihi. Wao wanaona kwamba mwisho ni mwezi huu, mwisho wa siku 10 ya Dhulhijja ndio ashhuri yenyewe. Wadhahaba Maliku, lakini Imam Malik yeye akaenda hivi, ila al-awwal, yeye kaenda kusema ile kauli ya mwanzo, ndio anasema ashhur maalumati ni miezi mitatu kamili yote, mfunguo mosi, pili na mfunguo tatu wote, sio siku 10 tu za mwanzo. Yeye kasema zote hizo inaingia. Warajahahu Ibn Hazmi, na pia akasapoti Ibn Hazmi kauli ya Imam Malik, ni akaona kwamba ni miezi yote mitatu. Fakala, akasema kwamba ni miezi mitatu. Kwa nini? Wakasema Malik kwamba ni mitatu kwa sababu kala taala, Allah mtukufu kasema alhajju ashhurun ma'lumatu, ndio shahidi kwamba hija ni miezi maalumu. Wala yutlaku ala shahraini, na neno ashhuru haliwezi kutamkwa kwa maana ya miezi miwili, kwa sababu ashhur ni jamu. Tuelewana? Haiwezi kutamkwa, haiwezekani kutamkwa neno ashhuru ambayo ni jamu, na wakati katika lugha ya Kiarabu jamu yaanza na 3, alafu neno ashhur ulifasiri miezi miwili na siku 10, itakuwa sio ashhuru hiyo. Allah ingesema shaharaini wa 10 kama alivyosema kwenye eda kule. Kasema vipi? Katika eda ya mfiwa mwanamke akasema atakaa 4 ashhuri wa 10. Si ilikuwa aseme 5 ashhuri, kwa sababu si naondo ushaingia wiki 4 na kuna 10 zishaingia huko, usio ingesema kwamba 5 ashhuri, lakini kwa sababu si mwezi kamili ule alitaja 4 na siku 10. Sasa na hapa ashhuri haiwezi kutamkwa kwa maana ya shaharaini wa 10. Hoja ya Malik na Ibn Hazmi. Tuko pamoja Asema la yutlaku, haiwezi kutamkwa ala shahraini wa baadhi akharin ashhur,
ikatamkwa kwa maana ya miezi miwili na baadhi ya akhar ashhuri na masiku mengine 10, haitamki kwa maana hiyo. Lakini wa aidan vile vile wakatoa ushahidi mwingine, wakasema nyinyi mwasema kwamba siku 10 tu, si ndio za mwanzo? Ushahidi mwingine unasema fa, ikiacha hiyo aya, wakasema fa inna rami aljimari, kule kurembea jamarati, wa huwa min amali alhaji, si katika matendo ya hija yale, ni matendo ya hija. Sasa kama ni ya hija, basi inaonyesha kwamba si siku 10 za mwanzo, kwa sababu rami jamarati yu'malu, ndio amalu alhaji yu'malu, ni katika matendo ya hija yale yanafanywa kuwa ni matendo ya hija, kule kutembea jamarati. Tuelewana? Na jamarati za rembewa mwezi 10 na 11 na 10 mpaka siku 3 inalembewa. Kwa ina maana sasa ukisema ni siku 10, maana hizi urembeaji wa jamarati, ina maana utakuwa umetoka nje ya nini? Ya hija. Itakubalikaje kwa mujibu wa kauli yenu? Na ibada ukiitoa katika mikati zamania inakuwa ibada hiyo vipi? Batili. Kwa ina maana ikiwa msimamo ni siku 10 tu, miezi 4 siku 10 za mwanzo, maana yake ni kusema vitendo vya jamarari, rami jamarati, vyafanywa nje katika wakati wa hija, kwa maana hija haiwezi kuwa kamili. Basi hoja za Malik na Ibn Hazm hizo rahimahumullah. Ushahidi fa ana Aisha, kutoka kwa mama Aisha, fa ana Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha Allah mridhie, kala amesema kaanni andhuru ila wabisi, anasema kama kwamba mimi naangalia wabisi, mng'aro, umemetukaji, tayyibi wa manukato, fi mafraqi rasulillah, katika mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati anaondoka mtume pale kishakoga na kwenda kwenye nini, anang'ara, wa huwa muhrim, hali ya kuwa amehirimia. Hiyo hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim, imepokewa na Bukhari na Muslim. Warawa ya anha, na pia Bukhari na Muslim wamepokea vile vile kutoka kwa mama huyo Aisha, annaha qalat, kwamba mama Aisha akasema kuntu utayyibu. Umeruka? Nimeruka? Na mnaniachia tu. Hata mimi naona ngoma imeruka vibaya, naona maneno kama hayahusiani na huko, maana nikakuulizia. Naam. Anasema wa huwa min amali alhajj, ile rami jamarati ni matendo ya hija ambayo yu'malu yawma thalithu ashara, yanafanywa siku ya mwezi 13 min dhul hijja, katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo inaonekana kama ikiwa mkisema siku 10 tu, haya ina maana itakuwa imefanywa nje ya muda wa hija. Wa tawafu al-ifadha, na hii tawafu al-ifadha hii, wa huwa min faraidh al-hajj, ambayo ni katika faradhi za hija, yu'malu fi dhulhijja, hii inafanywa katika mwezi wa Dhulhijja kullihi, tena katika mwezi wote unaweza kufanya tawafu al-ifadha, si lazima ile mwezi 10, unaweza kufanya kote bila khilafi minhum, tena pasi na khilafu kwa wao. Tena hii nao wanakubali kwamba ile tawafu al-ifadha ile ambayo pale imefanywa mwezi 10, si ndio? Wanakubali wote, mpaka wale wanaosema siku za hija ni mwisho siku 10 za mwanzo, wanakubali kwamba tawafu al-ifadha unaweza ukaifanya ndani ya mwezi mzima wa Dhulhijja. Tuelewana? Sasa ikiwa nyinyi wasema hivyo, kwa nini ikubalike na wakati ile ni katika wajibu wa hija? Vitatumia ni katika faraidh al-hajj, yu'malu fi dhil-hijjati kullahu bila khilafi minhu, basi na tofauti kwao. Sasa kwa hoja hizi za Imam Malik pamoja na Ibn Hazmi, anasema fasaha, itakuwa imesihi annaha 3 ashhurin, kwamba ni miezi 3 kamili. Wa thamaratul khilafi, sasa faida ya hii tofauti ni nini? Kwamba hawa wasema miezi 3 kamili, hawa wasema 2 na siku 10 za mwanzo katika Dhulhijja. Faida ya hii khilafu nini? Yani twachuma nini hapa, au wakusudia kupatikana hukumu gani kwenye hii khilafu hii?
anasema thamaratul khilafi, faida ya tofauti hii, tadhharu, itadhihiri, fima, pale ambapo wakaa, itakapotokea, min a'mali alhaji, miongoni mwa matendo ya hija, baada nahari, baada ya siku ya kuchinja. Hapa ndio hii lafu ndio utaiona faida yake, pale itakapotokea kufanywa matendo baada ya nini, ya nahari. Nahari si siku 10, siku ya 10 na zile 3 pale ayamu tashiriki, zile zote zile, yani siku ya kuchinja zile, si lazima ile siku ya mwanzo ya mwezi 10. Zile siku 3 zote zile ni siku za kufanyaje, za kuchinja. Sasa khilafu utakuja kuifaida, utaipata hapa kwamba hawa wanaosema kwamba siku 10 tu, si ndio? Sasa mbona uchinjwaji unachinjwa siku 3? Kwa maana wale wanakuja kuchinja mwezi 11 na 12 tupo na 13, kwa hawa ina maana itakuwa kuchinja kwao kumeangukia nje na itakuwa hakutambuliki. Ndio maana yake kwa mujibu ya kauli ya wale wanaosema kwamba ni siku 10 za mwanzo, inabidi lazima iwe hivyo kwa mujibu wa msimamo wao. Lakini kwa Imam Malik na wenziwe wanaona kwamba mwezi mzima hakuna tatizo. Faman qala, yule asemaye, inna dhal hajja, hakika dhul hijja kullahu, wote ule mwezi wa 3 minal waqti, ni katika wakati wa hija. Kala, anayesema hivyo basi anasema lam yalzimuhu damu ta'khiri, halazimiki yeye kutoa kafara ya kumwaga damu kwa sababu kachelewesha kuchinja, hakuchinja mwezi 10 na 11 na 12. Tupo kwa wale wanaona ni mwezi mzima ule unaingia. Maana yake yule atakaye kuja kuchinja mwezi 11, 12, 15, 16, kaja kuchinja 17, tupo pamoja hajafanya kosa na hatolazimikiwa kutoa kafara ya kuchinja mnyama, kwa sababu kawaida ukipitiliza jambo kwenye muda wake unatakiwa kafara ya damu, manake uchinje mnyama, ndio kafara yake. Kwa hiyo huyu hatolazimika kafara ya kutoa damu kwa sababu kafanya ndani ya wakati. Tupo hapo pazuri damu ta'khiri haipo. Lakini waman qala, wasemao laisa, hakuna, sio mwezi mzima, illa al-ashri minhu, isipokuwa siku 10 tu za mwezi ule. Qala, hawa watakuwa sema yalzimuhu damu ta'khiri, ukipitiliza pale utalazimika ufanye nini? Umwage damu nyingine kwa sababu ya kuchelewesha. Kwa maana lazima uchinje siku ile ya mwezi ngapi? 10. Ukipitiliza 11 si mwisho siku 10. Kwa ile ayamu tashiriki wewe lazima uchinje hapa mwanzo. Ukipitiliza pale maana yake itakuwa umetoa nje ya zamani. Zitaitwa hivyo hivyo, lakini kwenye kuchinja ina maana ni pale. Hazina jina nyingine hizo. Siku za kuanika. Siku za kuanika nyama. Sasa si tatizo, ndio umechinja siku ya mwezi 10 alafu tena hizi siku anika, siweza kuchinja. Huyu unaanika hizi. Ndio unazibanika zile ile zipate zisioze. Kwa leo hakuna kuanika, unatia kwenye mafriji. Al-ihramu bil hajj kabla ashhuri. Sasa je, kuhirimia hija kabla ya miezi yake vipi? Dhahaba ibn Abbas, amekwenda kusema sahaba ibn Abbas radhiallahu anhu wa ibn Umar na Abdullah bin Umar wa Jabir na Jabir wa Shafi'i na Imam Shafi, hawa wamekwenda kusema ila annahu, ya kwamba la yasihu al-ihram bil hajj, haisihi kuhirimia hija illa fi ashhurihi, isipokuwa lazima uhirimie kwenye miezi yake. Qala al-Bukhari, amesema Imam Bukhari, wa qala ibn Umar, amesema Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah mridhie na baba yake, anasema ashhurul hajji, miezi ya hija ni Shawwal, mwezi mfunguo mosi, wa Dhulqa'da, na mfunguo pili, wa ashru min Dhulhijja, na siku 10 za Dhulhijja. Wakala Ibn Abbas, na Ibn Abbas akasema radhiyallahu anhuma,
minas sunna, katika sunna hasa, alla yahruma bilhaji, mtu asije akahirimia hija illa fi ashhuril haji, isipokuwa ahirimie ndani ya miezi ya hija, ambayo ndio hilo taji. Warawa ibn Jariri, na amepokea hadithi ibn Jariri an ibn Abbasi, kutoka ibn Abbasi radhiallahu anhuma, kala, amesema la yasihu an yahruma ahadun, haitusihi kuhirimia yoyote bil haji, kuhirimia hija, illa fi ashhuril haji, isipokuwa katika miezi ya hija. Wayara al-ahnafu, na wanaona watu wa Kihanafi wa Malik na Malik, Imam Maliki wa Ahmadi na Ahmadi, wao wanaona anna al-ihrama bil haji, kwamba kuhirimia hija kabla ashhurihi, kabla ya miezi yake, yasihu, wao wanaona bwana inasihi, lakini ma'al karaha, kuna umakruhu tu, lakini itasihi. Warajaha Shaukani, na akasapoti Imam Shaukani ar-ra'y al-awwal, amesapoti msimamo ule wa mwanzo, kwa maana lazima kwenye miezi yake. Fakala, akasema Imam Shaukani hivi, illa, isipokuwa, annahu, ni kwamba, yakuwil man'a, inapatikana nguvu zaidi kuzuia, min al-ihrami, kuzuia kuhirimia watu kabla ashhuril haji, kabla ya miezi ya hija. Ni kwa sababu gani? Anna Allah subhanahu, kwa sababu Allah aliyetakasika, dharaba, ameweka, li a'mali al-haji, kwa ajili ya matendo ya hija, kaweka nini? Ashharan ma'luma, miezi maalum. Wal ihramu amalu min a'mali al-haji, na kile kitendo cha kuhirimia ni tendo katika tendo la hija. Kwa hiyo ikiwa miezi maalum anakwenda kuhirimia, lazima kuwe huko huko, hakutoki nje. Kwa famanidda, atakaidai annahu yasihu, kwamba inasihi kuhirimia nje kabla ya miezi yake, fa alayhi dalil. Shaukani anasema atuonyeshe, alete dalili, sio aseme tu. Hile ilikuwa ni mawakiti zamania, Sasa mawakiti al-makania, kuna nyakati za kipahala. Hija ukiacha kwamba ina muda wake, lakini pia ina na sehemu zake. Huwezi ukahirimia popote au ukahiji popote. Lazima kule kuhirimia kuwe ni sehemu maalumu, na hija lazima ikahijiwe sehemu maalumu. Hatuwezi kukaa tukasema kwani si kuna Baitul Harami wanakwenda kuhiji na si tuna Baitul Ajaib tukahijini, au sio? Sio Baitul Ajaib, nyumba la maajabu, sio? Kuna pahala maalumu, kuna mikati makania pia, lazima hija ikatekelezwe hapo, na yale matendo yote ya hija lazima yakafanywe hapo. Almawakiti almakania, nyakati au mikati ya kimahala, hiya alamakinu, ni sehemu lati ambazo yaharumu minha, anahirimia katika sehemu hizo, man yuridu alhajja, yule anayekusudia kuhiji lazima akahirimia. Nini kuhirimia? Kuhirimia maana yake kutia nia. Natia nia, unavaa nguo za ihram, lazima ukavalie pale, uweke nia kwenye mikati maalum. Hiya amakin, ni sehemu lati ambazo yaharumu minha, anahirimia katika sehemu hizo, man yuridu alhajja, yule anayekusudia kuhiji, au umra, au anayekusudia kufanya umra. Wala yajuzu lihaji, haitafaa kwa haji yoyote, kwa mwenye kufanya hija au mu'tamiri au mwenye kufanya umra, haifai an yatajawazaha, kupitiliza maeneo hayo, akaenda akahiji nje ya hapo, akahirimia nje ya sehemu hizo. Duna an yahrama, akapitiliza maeneo hayo basi na kuhirimia, haifai. Wakad bayanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na maeneo hayo ameyabainisha mtume mwenyewe, rehma na amani yake. Hizo sehemu alizipanga mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa jamani, si kwamba zimezuliwa, alipanga mwenyewe mtume sasa. Bayanaha Rasulullah, amezibainisha mtume, rehma na amani yake, akasema hivi: faja'ala miqata
ahlul madinati faja'ala almiqat, akafanya au akaweka mikati, kituo cha kuhirimia hija, ahlul madina, kwa watu wa Madina, Dhul Hulaifa, ni sehemu Dhul Hulaifa kwa watu wa Madina, na wale wapitao Madina basi kituo chao lazima wakahirimie hija zao katika sehemu ya Dhul Hulaifa. Hiyo kwa watu wa Madina. Dhul Hulaifa maudhu'un, ni sehemu hiyo, bainahu wa baina Makkah, kati ya sehemu hiyo na Makkah 450 kilomita, kuna masafa ya kilomita 450 kutoka hapo mpaka Makkah, kilomita 450. Tena yakau fi shimaliha, kituo hichi au mji huu wa Dhul Hulaifa yakau, unapatikana fi shimaliha, kaskazini ya Makkah, iko kwa kaskazini ya Makkah, sawa lakini kutoka hapo na kuja Makkah ni kilomita 450. Wa wakata li ahli Sham al-Juhfa, na aliwaekea kituo watu wa Sham, waliekewa Juhfa. Kina Misri huko Sham, wa Misri na magharibi huko upande wa magharibi, wao kituo chao waliekewa ni Juhfa, ndio sehemu wanaopita kuhirimia hija au Juhfa. Juhfa ni wapi? Anasema maudhu'un fi shamali, ni sehemu ya kaskazini, al-gharabi, kaskazini ya magharibi, lakini sio kaskazini kama vile, kaskazini ya magharibi, min Makkah, kaskazini ya magharibi ya Makkah. Bainahu wa bainaha, kati ya hiyo Juhfa na Makkah 187 kilomita, kuna masafa ya kilomita 187 kutoka Juhfa mpaka Makkah. Wa hiya qaribatun, ndio min Rabi', na hii Juhfa ipo karibu sana na mji unaitwa Rabi', ipo karibu na Rabi', na Rabi' kwa sasa ndio mji wenye viwanda vingi katika mji wa Saudi Arabia. Maendeleo mengi sana yako pale katika Rabi'. Kwa hiyo huu Juhfa upo karibu na mji wa Rabi' unaitwa. Wa Rabi', na hii Rabi' bainaha, kati ya Rabi' wa baina Makkah, na kati ya Makkah 204 kilomita, kuna kilomita 240, 204, sio 240, 204, wakati Juhfa ni kilomita 100 na ngapi, 87. Sasa hii ina maana iko nyuma kidogo takuwa, lakini ipo karibu na Juhfa, kuna kilomita 204. Wakad sarat Rabi'u, na imekuwa Rabi'i mikatu ahli Misri wa Sham. Sasa imekuwa Rabi'i ndiyo kituo cha kuhirimia hija kwa watu wa Misri na watu wa Sham. Wale waliokuwa wamepangiwa kituo cha Juhfa sasa wamehamishiwa, hawahirimii tena katika Juhfa. Sasa mikati yao ipo katika mji wa Rabi'. Tuelewana? Na aliyekuja kuhamisha hichi kituo ni katika utawala, ukhalifa wa Bani Abbasiya, Daulatul Abbasiya. Daula ya Abbasiya, alipokuwa kiongozi khalifa ni Mansur, Abu Jaafar Mansur, aliwahamishia sheria ya kuhirimia pale Juhfa, kwamba sasa wale wote waliopangiwa na Mtume Juhfa, sasa ihram yao watahirimia Rabi'. Tupo na nyuma
Kutoka Juhfa mpaka Maka ni kilomita 187, lakini kutoka Rabigh mpaka Maka kilomita 204, manake iko nyuma kidogo, ila ipo karibu na Juhfa, haiko mbali sana na Juhfa. Sawa? Ndio nasema wa hiya anasema wakad sarat Rabigh, imekuwa Rabigh ndio mikati ahlal Misri, mikati ya watu wa Misri, wa Shami na watu wa Shami, wa man yamurru alaiha, na wale wapitao maeneo hayo wote wanahirimia katika Rabigh. Lakini ilibadilishwa baada dhihabi maalimi Juhfa, baada ya kuondoka ile mipaka ya Juhfa ilipoondoka haipo tena, ndiyo bwana Abu Jaafar akabadilisha, na kwa makubaliano ya maulama wa muda ule wote walikubaliana kwamba sasa inafaa kuhama na kuwahamishia. Iliharibika maalimi Juhfa, ile mipaka ya Juhfa ilipigwa. Juhfa ilipigwa na maafa mengi tu, ilipigwa na maafa ya kitabia, ilipigwa na maafa ya nini unasema ya kijiografia, maafa ambayo yalitokea, kulitokea maradhi, yani ule mji ulikuwa haushi maradhi ya kuambukiza, vipindupindu na maradhi mengine. Ule mji watu wakawa na kufa wenyewe, wakawa uogopa, walihama ule mji. Hayo ni maafa ya kitabia, ya kimaumbile. Kwa hiyo kwa kuwa ukawa una maradhi, maana yake sasa Mtume kasemaje? Mtume anasema pokitokea pahala pana maradhi, kwa mfano mfanyeje? Msiingie, si ndio? Kwa hiyo Abu Jaafar Mansuri akawaambia watu, ilipaswa tukahirimie pale, watu wahirimie pale, wasinde kujiua bure. Mji gani uko karibu na pale? Rabigh. Kwa hiyo watu waende Rabigh sasa. Lakini pia Juhfa ilikumbwa na maafa vile vile ya kijiografia, mafuriko, maporomoko. Ule mji ulikumbwa sana na mafuriko. Kwa hiyo ile mipaka yake na nini yake yote, kwa ufupi watu wakabidi wahame, kilikuwa hakukai tena watu wamehama, hapa kaliki sehemu zile. Kwa hiyo ina maana ikawa ile miundombinu pale pa kuishi mwanadamu ni shida, mambo ya visima, maji, yote mafuriko imeharibu karibu kila kitu. Waishije watu hapo? Watakwenda hirimia vipi? Kwa hiyo Abu Jaafar Mansuri ambaye alikuwa ni khalifa wa Bani Abbasiya, Daulatul Abbasiya, alikaa na maulama wa muda ule, wakakubaliana kwamba watu wahamishiwe kituo cha wapelekwe pale. Hasa mtu akasema kwamba sikapinga Mtume huyu, tupo kafuata kauli ya Mtume sallallahu, na maulama mpaka leo wanakubaliana na hilo, kwa sababu kwamba pale Allah akasema wala tulqu biaidikum tahaluka. Ingawa kweli Mtume alipanga pale, lakini ndio kumetokezea mahala pamekufa. Na Mtume si kwamba anajua ghaibu jamani, anajua ghaibu. Kwa hiyo sasa wale waliokuwa kihirimia Juhfa sasa wanahirimia Rabigh. Na Rabigh nasema tena ni mji ambao wa maendeleo sana katika Arabia, ni mji wa viwanda sana. Wa mikatu halu Najidi, na kituo cha watu wa Najidi cha kuhirimia, wao walipangiwa na Mtume Qarn al-Manazil, sehemu inaitwa Qarn al-Manazil. Watu wa Najidi wao wanapita hapo, wanahirimia hapo. Qarn al-Manazil jabal, huu ni mlima sharqi Makkah, uko mashariki ya Makkah. Yatlu ala Arafat, yani inaichungulia Arafa. Milima hii inaichungulia Arafa. Nikisema kuchungulia sema mnanielewa? Yani bainahu wa baina Makkata, kati ya Qarn al-Manazil ndio na Makkah 94 kilomita, kuna kilomita 94 tu. Wa mikatu halul Yaman, na kituo cha kuhirimia watu wa Yaman. Yamani wao wanahirimia kituo kinaitwa Yalamlam.
ambao Yalamlama jabalun ni mlima vile vile yakau junubi Makkah, uko kusini ya Makkah. Yakau junubi Makkah, uko kusini ya Makkah. Bainahu wa bainaha, kati ya ndio bainahu wa bainaha, kati ya Yalamlama na Makkah 54 kilomita, kuna kilomita 54. Wa mikatu ahlul Iraqi, na mikati ya watu wa Iraki, yani kituo cha kuhirimia watu wa Iraki, dhata irqi, wao wanahirimia sehemu inaitwa dhata irqi. Dhata irqi mawdhu'un fi shamal, ni sehemu iko kaskazini sharqi, kaskazini ya mashariki li Makkah, kaskazini ya mashariki ya Makkah ndiko iliko dhatu irqi. Bainahu wa bainaha, kati ya dhatul irqi na Makkah 94 kilomita, kuna masafa ya kilomita 94. Sawa jamani, hivyo ndiyo vituo vya kuhirimia hija alivyovipanga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yule ambaye yeye mji wake haukutajwa kama wa kwetu, si hatukutajua mji wetu ni upe kuhirimia, sawa? Kwa hiyo wale ambao hawakutajwa, wao watahirimia yale maeneo watakayopitia katika maeneo haya. Wewe ukiingia Maka wapitia wapi? Basi utashirikiana na watu wa kituo hicho. Wakad nadhamaha ba'dhum, na wamevipanga hivi vituo baadhi yao kwa ushairi. Fakala, wakasema, irqul Iraqi Yalamlama al-Yaman wa bidhil Hulaifati yahrumul Madani wa Shami Juhfa in maratta biha wa li ahli Najdin qarna fastabid. Asema irqu, yani irqi al-Iraq ni ya Wairaki, yani kuhirimia Wairaki. Yalamlama al-Yaman, Yalamlama ni watu wa Yaman. Wa bidhul Hulaifa, na dhul Hulaifa yahrumul Madani, watahirimia wa Madina, na sisi tukipita tupita Madina ndio hapo hapo. Wa Shami Juhfa, na watu wa Shami ni Juhfa, ambao ishabadilika sasa hivi inakuwa nini sasa? Rabighi. In maratta biha, kama watapita hapo basi ni Rabighi, ni Juhfa. Wali ahli Najdi, na kwa watu wa Najdi, karna ni karna almanazil, fastabin, kuwa na ubainifu huo. Hadhihi hiya almawaqit. Shekhi tuadhini ushabita mali anasema hadhihi hiya almawaqit, hivi ndiyo vituo vya kuhirimia hija, allati, ambavyo ayyanaha Rasulullah, amevitangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya mawaqitun likulli, navyo ni vituo kwa kila man marra biha, atakaipita kwenye vituo basi pia ni kituo chake. Wapita wapi wewe, basi ukipitia hapo ndio kituo chake. Sawaan kana, ni sawa akiwa min ahli tilka aljihati, akiwa ni mtu wa pande hizo. Kwa mfano, mtu wa Madina anahirimia, tunasema dhul Hulaifa, kwa hivyo yeye ni mtu wa dhul Hulaifa. Lakini je, hakuondokea Madina, tupo, aliondokea maeneo mengine, basi hatalazimika kwamba arudi dhul Hulaifa. Uko atakakopitia basi ndio huko tilka jihad. Amkana min jihatin ukhra, au akiwa yeye ni mtu wa upande mwingine, basi vituo hivyo wapi kapita basi. Wakati jaa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam, na imekuja katika maneno yake Mtume rehma na amani yake, kauluhu, imekuja kauli yake, akasema hivi baada ya kushakuvitaja vituo, akasema hunna, vituo hivyo, lahunna, ni kwa ajili ya hao niliyowataja, waliman ata alaihinna, na kwa kila atakayepita kupitia kwa hao, min ghairihinna, katika wasiokuwa wao, liman arada alhaji, kwa yule anayekusudia alhajja, hija, au umra, au amekusudia kufanya umra, basi vituo hivyo wategemea kapita wapi. Yani inna hadhihi almawaqit,
hakika vituo hivi li ahli albiladi almadhkura, ni vya watu wa miji yaliyotajwa, waliman marra biha, na kwa wale waliopita maeneo hayo, wa in lam yakun min ahli tilka alawfaqi, hata kama si watu wa maeneo hayo, wa in lam yakun, hata kama hawakuwa min ahli tilka alafaqi, hawakuwa watu wa pande hizo almuayyana zilizotangazwa zikaainishwa, hata kama yesi wa huko, basi madhali kapita hapo atakuwa ni cha kwake. Fa innahu yahrumu minha, atahirimia hapo hapo, idha ata makkata, anapokwenda Maka, qasidan nusaki, akiwa anakusudia kufanya ibada. Waman kana bimakka, haya aliyekuwa yuko Maka, je, wa arada alhajja, na akakusudia kuhiji, famiqatihi, basi mikati yake, kituo chake, manazili makkata, ni kile kituo cha Maka. Na kwa Maka, kituo cha Maka ukahirimie nje ya haram, sio ndani ya haram Maka. Sawa jamani, ni kwenye mikati ya Maka. Wa in arada al-umra, na akikusudia kufanya umra mtu wa Maka, famiqatuhu al-hill, kituo chake ni kwenye hili, sio haram. Hili kinyume chake ni haram, taelewana. Kuna sehemu ni haram Maka, yani zile ambazo kuwa ni tukufu, ambazo kwa hutakiwi kufanya mambo fulani, taelewana. Hukati mti, sehemu za hifadhi zinaitwa kwa leo, hukati mti, huwindi hapo, ni pahala man dakhala kana amina, ile inaitwa ni haram. Lakini ile sehemu ambayo unaweza kukata mti, unaweza kuwinda, inaitwa hili, ni halali, sehemu ya uhalali. Kwa hiyo yeye akitafanya umra akahirimie kwenye hili, fayakhruju ilayhi, atoke aelekee huko, wa yahrumu minhu, akahirimie huko. Wa adna dhalika, na maeneo ya karibu zaidi ya kufanya hivyo, atoke aelekee karibu zaidi wapi? At-Tan'imi, aende Tan'imi, takwa katoka nje ya haram Maka, atahirimia Tan'imi huko. Wa man kana baina al-mikati wa baina Makkah, na yule aliyekuwa yupo katikati sasa baina ya vile vituo na Maka, vituo viko huku, Maka iko huku, ye aishi hapa katikati, maana yake vituo kavipitiliza. Huyu vipi? Wa baina Makkah manzili, huyu kituo chake ni nyumbani kwake, atahirimia kwake. Sawa pale anapoondoka ndio. Qala Ibn Hazmi, amesema Ibn Hazmi, wa man kana tariquhu, na yule aliyekuwa njia yake yeye, la tamurru bi shay, haipiti popote, min hadhihi almawaqiti, je, katika vituo hivi, yeye njia yake hapiti hata kituo kimoja, falyahrum min haythu sha, atahirimia popote atakapo, barran au bahara, akiwa bahara, yani nchi kavu au baharini. Pengine wewe pita kwa meli tu moja kwa moja huko huko bwana, kwenye meli yako, ndani ya meli, kwa baharini huko, ushakurubia, utahirimia. Sawa jamani? Au pengine unapanda pipa wewe, sijui tutasema pipa hutui mfano mathalan iwe hivyo, mpaka watu wa pale Maka tu moja kwa moja, hupiti sehemu nyingine huku, basi utahirimia huko huko angani kwenye pipa lako. Na utahirimia huko huko, lakini usije ukahirimia kushafika pale. Barran au bahara. Al-ihramu qabla al-miqat, je, kuhirimia kabla ya kituo hujafika ukahirimia vipi? Kala Ibn al-Mundhiri, amesema Ibn al-Mundhiri, ajma ahlul ilmi, wamekubaliana wanavuoni wote, ala anna, ya kwamba man ahrama qabla al-miqat, atakayehirimia hija kabla ya kituo kufika, annahu muhrim, usema pia atakuwa ni muhrim, kashahirimia, inakubalika. Wa hali yakrahu, lakini je, swali, je, ni makruhu? Kila naam, nasemekana kwamba atakuwa kahirimia, lakini makruhu. Kwa nini? Lianna qaula sahaba, kwa sababu kauli ya sahaba aliposema wakata Rasulullah, ameweka wakati, amepanga mikati, amepanga vituo Rasulullah li ahli al-Madina, kuwapangia watu wa Madina, Dhul Khulaifa, ni Dhul Khulaifa, hii yaqtadhi au yaqdhi, inahukumia bil ihlali, kwamba mtu ahirimie min hadhihi almawaqiti, kwenye nyakati, kwenye vituo hivyo.
Wayakdhi, na pia maneno hayo yanahukumia binafi naqsi, kwamba inakanusha hakutakiwi kufanya kupunguza, ukahirimia nje nyuma ya hapo, wa ziada au kazidisha mbele. Fa in lam takunu ziyadata muharrama, kama haitakuwa kuzidisha ni haramu, basi fali aqalli, hukumu iliyokuwa ndogo kabisa, ayakuna tarkuha afu, sema kule kuacha kupitiliza ni bora zaidi. Inshallah tuwekeni hapo, tutakuja kuondokea al-ihram, si muda tayari. Kama kuna swali tu sio kuhiji, kuhirimia na kusudiwa. Kuhiji huwezi ukahiji mfunguo mosi tukahiji. Ilipozungumzwa kwamba ashhuru maalumati, maana Rasul kuhirimia, unaweza ukahirimia mwezi wowote katika miezi hiyo, sawa. Sio kwenda kuhiji katika ile mwezi kwamba ukaenda kuhiji mfunguo mosi. Kuhirimia na kusudiwa. Unavaa ihram yako, kuhirimia surati ya nia, ukavaa ihram yako, basi unabakia na ihram zako. Sasa ukisema sasa shida hiyo, haujalazimishwa isipenda mwenyewe kuhirimia kama mwenyewe. Au sio? Kama shida subiri, utahirimia mwezi 8 ndio siku utaona hirimia. Sasa ukihirimia huko nyuma utapata muda mkubwa kidogo wa kukaa. Lakini sasa nini faida yake? Sasa unaweza kusema nini faida yake? Faida yake ni kwamba inakupa uhuru wewe wa kufanya ibada nyingine iliyokuwa jinsia kama ile. Kuna ibada ya umra, si ndio? Umra unaweza ukafanya siku yoyote, hata nje ya hiyo mwezi, inakubalika. Tupo hata nje ya hiyo miezi. Lakini sio kiambiwa miezi maalumu, maana yake hata umra nayo unaweza ukafanya kwenye miezi ile ikawa ni bora zaidi. Unaweza ukahirimia wewe mfunguo mosi ukafanya umra yako, kufanya umra tena una hiari yako. Unataka kuhiji hija gani? Nataka fanya kirani, ukishamaliza umra unasubiri ufungue ihram. Kama una mwezi mzima utajua wewe mpaka ifike hija tena kirani, unafanya kirani yako. Unafanya tamattu, basi utafungua ihram yako, utasubiri. Kama kuna mwezi mzima utasubiri mwezi mzima umalizike ili uingie kwenye ibada nyingine jambo nyingine. Lakini ashhur maalumati maana yake inakusudiwa kuhirimia, kwamba unaweza kuhirimia siku yoyote au maeneo yoyote. Vijana nasema mitaa yoyote katika mitaa ile ya miezi ile iliyotajwa, funguo mosi, funguo pili au 10 la kwanza la Dhulhijja. Kauli nyingine wanasema mwezi wote mzima wa Dhulhijja umo ndani ya ashhurul maalumat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa alimna ma lam na'lam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.